Leo namna atavyokuwa na utuliza, anafinya, anatoa, anajua kama kusajiliwa Azam, nitaamini mpira wa bongo una fitna. Okay. Kwanza kabisa natamani nipate tamko lako Hashim. Tulizungumza kuhusiana na game ya Simba na Yanga, lakini bahati mbaya haijachezwa. Tamko lako lolote lile kwenye hili? Tumi chochote kilichoamulia kiko sawa, kwa sababu mpira una namna yake. Kuna maandalizi ya team, kuna management za football vile ambavyo zinafanya ya. Kwa hiyo kwangu mimi whatever happened kiko sawa kwa sababu hakinihusu. Ingekuwa kinanihusu direct, yani kuna Azam FC. Si wenyewe Azam tunatamani siku moja tuingize timu uwanjani watu wasije. Au sio? Lakini pia tunatamani itokee siku kwamba kuna sintofahamu ya mpira wa miguu ambayo haituhusishi sisi. Ila kwenye kitu tunatamani ni siku moja tumeingiza timu alafu watu wagundue kwamba Azam FC wana timu kali sana. Atuendi leo. Ukiona maana Simba waliona kwamba Yanga wana timu. Really, I didn't mean that. Lakini kuna wakati unakuwa na timu bora, unaitengeneza timu inakuwa makini kiasi kwamba watu wanakuwa watamani kukutana na wewe. That's what I meant. Okay. Yeah. Hii kwa kumbukumbu zako ni mara ya ngapi kutokea? Msimuingize kwenye mtihani. I don't recall. Msimuingize. I don't recall. Honestly, I don't recall. Kuna jambo lako zuri Simba. Angalia usije ukajikanyaga. Nishaongea na Salim Chageni, tunakuchukua. Sasa jikanyage tajiri anaona. Ninachokumbuka mimi ni kwamba tumeshawahi kupelekea watu moto dakika 53 wakapiga refa. Ndio ninachokumbuka. Yaani kwenye kumbukumbu za Azam Football Club. Ambaye Yanga huyo. Yanga huyo. Sasa mshikeni zamana huyo. Huyu mshikeni atakuja kunitoa. Hicho ndio kitu pekee mimi nakumbuka kwa sababu nimejifunza kitu kama hakifai kwa ukimya hakifai kwa neno. Kitu kama hakifai kwa wewe kukitilia mkono, kwa kutia mguu basi mkono hauna maana yoyote hapo, sio? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, timu yetu sisi tunatamani tutengeneze timu siku moja ya kufika hadhi ya watu kuogopa kukutana na sisi. Ikiwezekana hata uwanjani wasilete sisi. Sasa hiyo si italeta sintofahamu sana. Ndio sisi tunavyotaka, sisi tunataka tuwe na timu kali. Maana yake ni kwamba tunawatia motive viongozi, tunawatia motive wachezaji wawe bora kiasi cha kuogopeka hivyo. Yaani timu inakuja kucheza na nyinyi inajishauri kwamba ndio tunaenda. Umenielewa? Wakifika mlangoni wagaili waseme hatuchezi. Ndio kitu ambacho tunataka kufanya. Kwa hiyo tunatengeneza timu ya aina hiyo na nafikiri matajiri wetu wanatengeneza timu ya high standard kiasi hicho. Oh yeah. Unahisi mashabiki huwa wanapokea kwa namna nzuri situation kama hizo? Well, iko positive, iko negative. Kwanza, mashabiki wana enjoy mpira. Na ndio kitu ambacho kinatuweka hapa. Watu waje uwanjani waangalie mpira, wa enjoy. Ukipigwa shangilia, ukifungwa stahimili, vumilia, kuna malani yatakuja hapa maneno magumu, alafu mwisho wa siku maisha yanaendelea. Lakini scenario kama hizi zinavyotokea za watu hawajaona ball, of course kwa mashabiki inaumiza, inagusa sehemu nyingi sana. So I think kuna namna bora zaidi ya mamlaka za soka itafanya ili kuhakikisha kwamba hivi sio vitu ambavyo vinajitokeza tena. Oh yeah. Na Mwijaku alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walibrag sana kwamba Simba watawafunga Yanga. Aliweka maneno yake kadhaa. Mazito nileka na ninakwambia tu hii mechi ya dabi mimi naambieni itarudiwa na timu zote mbili zitacheza. Haya maneno ya mtandao usiingize timu, wanaongea kufurahisha mtandao. Mimi naambieni leo tarehe ngapi? Tarehe 9. Tarehe 9 leo. Kesho tarehe 10. Tarehe 9 yekeni sasa ngapi? Dabi itarudiwa na timu zote mbili zitachezwa. Zote watapangiwa siku na watacheza. Hiyo nimekupeni mimi kama DC, mamlaka sauti. Wakikataa mje mnipige mawe mpaka nife. Mimi hapa. Yaani dabi tarehe itakayopangwa. Tunasubiri TFF na bodi ya ligi ikae, ipange tarehe. Alafu mniambie kama kuna timu haitaleta timu uwanjani. Nitaambia. Ndio utajulikana wao na mimi nani mkubwa. Timu si ni kubwa kuliko nimesema. Sasa tuone kama wao kubwa kuliko ni timu, wasilete timu. Wakileta timu maana mimi ni mkubwa kuliko wao. Itapangwa dabi. Mbona kama kuna kitu unaficha hivi Mwijaku unajua? Dabi itapangwa na timu zote mbili wataleta uwanjani na watacheza. Tupo hapa leo. Wasipoleta timu zote mbili mnipige mawe mpaka nife. Wewe ni shabiki, pengine kwa niaba ya mashabiki wengine. Hili kugusa kwa namna gani kwamba timu haijanigusa? Kwanza nimefurahi. Wewe kwanza shabiki wa Kola. Mimi nimefurahi kwa sababu tunatakiwa mpira upige hatua. Huu mambo madogo haya mambo ya kijinga yasihusishwe na mpira. Yaani lazima kuwe na misingi na sheria ya timu ziheshimike. Yaani unapokuja kwenye swala la football unatakiwa machawa au wapumbavu wakae mbali. Umeona? Uwezo kwao unatuma vipi vijana wazuie timu kwenda kufanya final touch ya mazoezi kwenye uwanja?
wao ni kina nani? Eti tumetumwa na mamlaka muingizi timu. Who are you by the way? Sasa ili kuleta heshima mpira, mimi nimpongeze Salim Trayageni. Salim Trayageni alisomea mpira na anajua kanuni za mpira. Ndio maana aliitisha akawaambia jamani, bodi ya wakurugenzi ya timu ya Simba akaambia nisikizeni, naijua sheria na ninajua namna gani hapa haki yetu ipo. Tusipeleke timu. Lakini leo basi bwana limeenda mpaka Bunju kule la Yanga. Sasa ndio mtajua tuna viongozi wa aina gani. Mtu unachukua basi unachezea mafuta, kuna watu hawajafuturu. Ile hela kutia mafuta kulipeka Bunju, bora wangepewa watu wafuturu. Lakini Mwijako, kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu hapa nchini, usinipe mambo ya kikao cha masaa 72. Hapana, sio hiyo. Tunaenda kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu Tanzania. Yanga kama walizuia Simba kuingia uwanjani, wana adhabu yao. Ambapo Simba hakuna kipengele kinachosema kwamba kama walizuiwa kuingia uwanjani wagomee mechi. Yes, sasa wewe ndio unasema ni maamuzi ya mtu. Wana adhabu yao ipo, lakini maamuzi ya timu sasa. Kwa sababu tumeliona hili ni kubwa. Na ili kukomesha, Simba sote inataka kukomesha. Simba ndio watu wa kwanza ambao walifundisha watu kujaza uwanja full house 60,000 pale. Simba ilifanya hivyo na timu zingine zikaiga. Sasa Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kukomesha upumbavu, ujinga, uchawa kwenye football, na hii ndio wanaenda kukomesha kupitia Simba. Kama itajirudia tena hapa katika nchi, basi Simba isiwepo. Yaani mwende tukio lilifanywa na Simba, maamuzi ya kupeleka timu haitojirudia kwa timu yote, hata Mtibwa Sugar haitajirudia, kwa sababu Simba yoyote haijui, kwa sababu Simba inapanga utaratibu. Hao wanajielewa bwana. Unamjua Yusuf Kanyoka. Kwa hiyo niwaambie itapangwa tarehe. Sasa hivi nasikia kuna minong'ono, hatupeleki timu, wanajisumbua tu, wanachangamsha mitandao ya kijamii. Lakini ninakuhakikishieni mimi niko hai leo. Tarehe kipangwa, bodi ya ligi wakikaa tifu wakitoa ratiba yao ile mbwa, watano wa jadi mtacheza tarehe fulani. Timu zote mbili zitaita timu uwanjani na watacheza. Mkimpiga vizuri huyu mkimpiga vizuri. Mwijako, kwani wewe ni timu gani? Atasema. Siku ulikuwa unapata futari na Aziz Ki, tuliona unamwambia huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume. Dadangu kaolewa pale. Unataka nimuzi shemeji? Mwijako, tuzungumzie game ya leo. Uko upande wa Warehouse au kwa Konde Gang? Mimi siwezi kwa Warehouse. Warehouse kwa tajiri yangu kweli, lakini leo nipo kwa Konde Boy, tajiri namba moja. Ukitabiri unahisi wataondoka ngapi? Harmonize asicheze. Akicheza mtu anapigwa 5-6 hapo. Unaamini sana kwenye kipaji cha mpira cha Harmonize? Na ndio Harmonize akishindwa muziki amekuja kwenye mpira. Sasa Mwambino akishinda muziki anaenda kwa nini? Ataanza kuimba nasema nao mama. Mwambino kaingia. Nimekwambia, nimekutelea mfano. Harmonize akishindwa muziki anarudi kwenye football. Na bosi wako alishindwa. Nani? Hali hajashindwa, hali ipo vizuri, kacheza hadi Coast. Sasa ushasema timu anacheza peke yake. Sasa yes ndo gani? Basi wewe hujui mpira basi. Hujui mpira ucheze peke yake au sio? By the way, inabidi pia muwaulize ma celebrities zao ambao ni ma captain wa hizi team. Ukimtoa hali tulimlazimisha kutoka mechi ya Crown. Sawa Mtu mwingine ni Abdul Kiba. Mimi ni kocha wa Kings Music. Sawa, tunacheza kesho na Clouds. Na Clouds. Yes. Mapema sana uwepo hapa. Celebrities wengi dakika zao ni 5, 7, 10 mwisho. Jana kama Mario dakika 7 na nusu. Hebu waulizeni hili swali, imekueje? Na wao wanafanya sana mazoezi ya pumzi kwa ajili ya vifua vyao, kuimba na kufanyaje. Kwa nini mpira umekuwa mgumu kwao ukimtoa Ali peke yake? Celebrities wengine wote wameshindwa kumaliza. Pendelea rafiki. Ali anacheza mpira Coastal. Sasa tunazungumzia A-list. Umeona Kipotoshi kamaliza mechi. Meja Kunta walimlazimisha kutoka kwa sababu wana train kila siku. So kama tumechagua kulifanya ili kuwa jambo la kijamii na tumeona impact yake kwa sababu watu wanakuja wengi, I think wanatakiwa pia kuutilize hapo. Haya mazoezi wanaofanya hao kwa ajili ya sauti, kwa sababu lazima kuna kukimbia, kutumia ma treadmill, pumzi hiyo imejaa kifuani. Basi na huku uwanjani, kwa sababu music, football na vitu vyote ambavyo vinakutanisha jamii kwa ujumla vina impact yake na watu wanafurahi kuwaona. So we need to see them more often uwanjani. Leo unashabikia timu gani? Leo niko na mwanangu Konde. Piga mniue. Mimi nina swali kwa Mwijako. Sasa lipi tena? Hapa bosi wako Alikiba. Bosi wako Alikiba yuko hapa. Anacheza, lakini pia Konde yuko hapa. Na walisharushiana maneno mtandaoni. Ambapo Konde yeye alisema kwamba ile kombe apewe yeye. Yeye Alikiba akasema huna uloto. Na nimeona wewe pia umezungumzia mambo ya uloto hapa. Nani ataondoka na ile kombe? Ili kombe anaweza akachukua Kings Music ambao hayupo King wala hayupo Konde. Wanaweza akachukua Kings Music ambao anacheza kesho na Clouds. Lakini leo nipo upande wa Konde. Tunampiga Warehouse. Jumatatu nipo upande wa Kings, tunampiga Clouds. Mtondogo nipo upande wa Crown, inampiga nani huyu? Inampiga yule tulicheza naye, alicheza nani siku ya kwanza tulicheza nao nani sijui. Kwa kila sehemu nipo na upande wangu. Tajiri yako alifeli sana hadi akafunga tano. Sasa vijana wa hovyo UTI mwashika, watoto wamekaa miguu inakufa ganzi. Mpaka nikamwambia tajiri niingie mwenyewe. Kwa tajiri ndo ana UTI. Tajiri ana UTI, wale vijana wengine kina Juma hayo wana UTI. Neno lako la mwisho kwa Konde Boy? Of course
tukaze, tunyooshe, mashindano mazuri yanafuatiliwa, nimeambiwa watu wa juu kabisa wanafuatilia, watu wazito. Kwa huenda zawadi zikaongezeka. Kwa hiyo niwakaribisha makampuni mengine, mashirika mengine yanayotaka kuwekeza na kutoa zawadi ni wakati wao, wanipigie simu tuone namna gani brand zao tunaweza kuzitangaza hapa, lakini namna gani opportunity yao kukutana na celebrity mastaa wote wa nchi wako hapa. Jana nimepokea ujumbe wa maombi, Mwambino naomba kuhudhuria, nikamwambia you are warmly welcome, milango iko wazi. Diamond anataka kaomba jana, kaomba baada kumwona. Mimi ndo msemaji wa mashindano. Unauliza hata mimi kama nani? Mimi ndo msemaji wa Samia Cup. Mimi hapa. Kwa hiyo umeruhusiwa. Nimemwambia njoo, milango iko wazi, hata ukiwezekana kama unataka timu nikupe utacheza. Tuone uroto ulivyoisha. Uoga wa maisha. Ni uoga wa maisha. Ukiwa mwoga na mjanja vitu hivi huwezi kuleta kunyoka. Maki hapa tunataka mtu alionyoka. Mpira unajua, ujui, full stop. Asanteni sana. Mmoja kwa swali langu la mwisho, naona umejigusa ndevu hapo. Umeziona ndevu za Diamond? Zinaonekana ndevu fulani za kitajiri zaidi. Ndevu za kitajiri zitakuwa zile, ndugu yangu. Ndevu ya kitajiri itakuwa ile. Wewe unajua ndevu ya tajiri? Tazama hii, ina mushroom. Unajua mushroom? Ina uyoga. Timu Mwijaku, lakini leo basi bwana limeenda mpaka Bunju kule la. Sasa ndio mtajua tuna viongozi wa aina gani. Mtu unachukua basi unacheza mafuta, kuna watu hawajafuturu. Ile hela kutia mafuta kupeleka Bunju, bora wangepewa watu wafuturu. Lakini Mwijaku, kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu hapa nchini, usinipe mambo ya kikao cha masaa 70. Sio hiyo. Tunaenda kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu Tanzania. Yanga kama walizuia Simba kuingia uwanjani wana adhabu yao. Ambapo Simba hakuna kipengele kinachosema kwamba kama walizuiwa kuingia uwanjani wagomee mechi. Yes, sasa wewe ndio unasema ni maamuzi ya mtu. Wana adhabu yao ipo, lakini maamuzi ya timu sasa. Kwa sababu tumeliona hili ni kubwa. Ili kukomesha Simba sote inataka kukomesha. Simba ndio watu wa kwanza ambao walifundisha watu kujaza uwanja full house 1060 pale. Simba ilifanya hivyo na timu zingine zikaiga. Sasa Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kukomesha upumbavu, ujinga, uchawa kwenye football, na hii ndio wanaenda kukomesha kupitia Simba. Kama itajirudia tena hapa katika nchi, basi Simba isiwepo. Yaani mwende tukio lilifanywa na Simba, maamuzi ya kutokupeleka timu haitojirudia kwa timu yote, hata Mtibwa Sugar haitajirudia, kwa sababu Simba yoyote haijui, kwa sababu Simba inapanga utaratibu. Hao wanajielewa bwana. Si hatuna unamjua Yusuf kanyoka. Kwa hiyo niwaambie itapangwa tarehe. Sasa hivi mnasikia kuna minong'ono, hatupeleki timu, wanajisumbua watu, wanachangamsha mitandao ya kijamii. Lakini ninakuhakikishieni mimi niko hai leo. Tarehe ikipangwa, bodi ya ligi ndio wakikati fufa kitao ratiba ile mbwa, watani wa jadi mtacheza tarehe fulani. Timu zote mbili zitaita timu uwanjani na watacheza. Huyu Mwijaku mkimpiga vizuri huyu mkimpiga vizuri. Mwijaku, kwani wewe ni timu gani? Kwa sababu siku ulikuwa unapata futari na Aziz Ki. Yes, ukiwa uwezi kwenda kinyume na shemeji. Uwezi kwenda kinyume na shemeji. Uwezi kwenda kinyume na shemeji. Uwezi kwenda kinyume. Dadangu kaolewa pale. Unataka nimuzi shemeji? Mwijaku, tuzungumzie game ya leo. Uko upande wa Warehouse au kwa Konde? Mimi siwezi kwa Warehouse. Warehouse kwa tajiri yangu kweli, lakini leo nipo kwa Konde Boy, tajiri namba moja. Tabiri unahisi wataondoka hata Harmonize asicheze. Akicheza mtu anapigwa 5-6 hapo. Unaamini sana kwenye kipaji cha mpira kama Harmonize? Na ndio Harmonize akishindwa muziki amekuja kwenye mpira. Sasa Mwambino akishinda muziki anaenda kwa nini? Ataanza kuimba nasema nao mama nasema nao. Nimekwambia, nimekutolea mfano. Harmonize akishindwa muziki anarudi kwenye football na hata mwanamuziki. Nani? Hali hajashindwa, hali ipo vizuri, kachezadi cost. Sasa ushasema timu anacheza peke yake. Basi hujui mpira basi. Hujui mpira ucheze peke yake au? By the way, inabidi pia muaulize ma celebrities zao ambao ni ma captain wa hizo team. Ukimtoa hali tulimlazimisha kutoka mechi ya Crown. Sawa Mtu mwingine ni Abdul Kiba. Mimi ni kocha wa Kings Music. Sawa? Tunacheza kesho na Clouds. Na Clouds. Mapema sana uwepo hapa. Celebrities wengi dakika zao ni 5, 7, 10 mwisho. Jana kama Mario kwa nini? Hebu waulizeni hili swali, imekueje? Na wao wanafanya sana mazoezi ya pumzi kwa ajili ya vifua vyao, kuimba na kufanyaje. Kwa nini mpira umekuwa mgumu kwao ukimtoa hali peke yake? Celebrities wengine wote wameshindwa kumaliza. Labda kina hali anacheza mpira kwa Costo. Sasa tunazungumzia hii list. Umeona Kipotoshi kamaliza mechi. Meja Kunta walimlazimisha kutoka kwa sababu wana train kila siku. So kama tumechagua kulifanya ili kuwa jambo la kijamii na tumeona impact yake kwa sababu watu wanakuja wengi, I think wanatakiwa pia kuutilize hapa. Haya mazoezi wanaofanya hao kwa ajili ya sauti, kwa sababu lazima kuna kukimbia, kutumia ma treadmill, pumzi iwe imejaa kifuani. Basi na huku uwanjani, kwa sababu music, football na vitu vyote ambavyo vinakutanisha jamii kwa ujumla vina impact yake na watu wanafurahi kuwaona. So we need to see them more often uwanjani. Leo unashabikia timu gani hapo? Leo niko na mwanangu Konde. Mimi nina swali kwa Mwijaku. Hapa bosi wako Alikiba
Bosoka Alikiba yuko hapa anacheza, lakini pia Konde yuko hapa na walisharushiana maneno mtandaoni, ambapo Konde yeye alisema kwamba ili kombe apewe yeye. Yeye Alikiba akasema huna uloto, na nimeona wewe pia umezungumzia mambo ya uloto hapo. Nani ataondoka na ile kombe? Ili kombe anaweza akachukua Kings Music ambao hayupo King wala hayupo Konde. Wanaweza akachukua Kings Music ambao anacheza Kezo na Clouds. Lakini leo nipo upande wa Konde, tunampiga Warehouse. Jumatatu nipo upande wa Kings, tunampiga Clouds. Mtondogo nipo upande wa Crown, inampiga nani huyu? Inampiga yule tulicheza naye alicheza nani siku ya kwanza tulicheza naye nani? Kwa kila sehemu nipo na upande wangu. Tajiri yako alifeli sana hadi akafunga tena. Sasa vijana wa hovyo UTI mwashika, watoto wamekaa miguu inakuva ganzi. Mpaka nikamwambia tajiri niingie mwenyewe. Tajiri ndo ana UTI. Tajiri ana UTI, wale vijana wengine kina Juma hayo wana UTI imewajaa. La mwisho kwa Konde Boy. Of course, tukaze, tunyooshe, mashindano mazuri yanafuatiliwa, nimeambiwa watu wa juu kabisa wanafuatilia, watu wazito. Kwa hiyo huenda zawadi zikaongezeka. Kwa hiyo niwakaribisha makampuni mengine, mashirika mengine yanayotaka kuwekeza na kutoa zawadi ni wakati wao, wanipigie simu tuone namna gani brand zao tunaweza kuzitangaza hapa, lakini namna gani opportunity yao kukutana na celebrity, mastaa wote wa nchi wako hapa. Jana nimepokea ujumbe wa maombi, Mwambino naomba kuhudhuria, nikamwambia you are warmly welcome. Mlango iko wazi. Kaomba jana, kaomba DC naweza kunikaomba ni baada kumwona. Mimi ndo msemaji wa mashindano. Unauliza hata mimi kama nani? Mimi ndo msemaji wa Samia Cup. Mimi hapa. Kwa hiyo umeruhusiwa. Nimemwambia njoo, milango iko wazi, hata ukiwezekana kama unataka timu nikupe utacheza. Tuone uroto ulivyoisha. Uoga maisha. Ni uoga maisha. Ukiwa mwoga na mjanja vitu hivi huwezi kuleta kunyoka. Maki hapa tunataka mtu alonyoka. Mpira unajua, ujui, full stop. Asanteni sana. Mmoja kwa swali langu la mwisho, naona umejigusa ndevu hapo. Umeziona ndevu za Diamond? Zinaonekana ndevu fulani za kitajiri zaidi. Ndevu za kitajiri zitakuwa zile ndugu yangu. Ndevu ya kitajiri itakuwa ile. Wewe unajua ndevu ya tajiri? Tazama hii, ina mushroom. Unajua mushroom? Ina uyoga.